Kwa majina anaitwa Evans Mwagama, ni kaimu mwenyekiti jimbo, yani badala ya Soka, yule kijana mwenzetu ambaye ametekwa na mpaka sasa hajulikani yuko wapi. Moja kwa moja nimepewa maelekezo haya na timu wenzangu vijana wa Temeke, ni kwamba sisi tumeipokea no reform no election, na kwa maana ya kwamba viongozi wetu wa taifa wasiwe shaka na vijana wao, na viongozi wetu wote wasiwe shaka na vijana wao, kwa sababu ndicho kitu tulichokuwa tunakitaka muda mrefu, kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi huku zikiwa sheria zimerekebishwa. Kwa hilo wasiwe na hofu nao. Na vijana unaosikia sio wameenda Chauma, umesikia sio wamekwenda CCM, hawa si wazalendo wa nchi hii, vijana wazalendo wa nchi hii. Ila vijana wazalendo wa nchi hii ni kwamba wameipokea no reform no election. Na hii inatokana na kwamba mambo makubwa na haki zinazonyimwa kwa vijana wa taifa hili na machungu tunayopitia katika sekta mbalimbali ya utafutaji, katika huduma za afya na huduma kila kitu, ni kwamba tunaikubali hii no reform no reaction no election, ni kwa sababu tunaamini itakwenda kuondoa mifumo mibovu ya serikali ya CCM ambayo haifanyi kazi yake kitimilifu. Hivyo basi, na vijana wenzangu wa Temeke, tumeipokea no reform no election na tunaamini tunakwenda kuifanyia kazi, na hatuhitaji kiongozi yoyote wa kitaifa kurudi nyuma toka hapa tulipotokea. Iwe tumekwenda tumeshindwa, iwe tumekwenda tumefanyaje, tutaendelea kuiimba hii, na hii ndio tulikuwa tunaitaka kushinda zile kauli mbiu zingine za uongozi uliopita. Nafikiri hii ni solution la haya yote yanayoendelea katika nchi hii. Wenzetu washatekwa, tunakuwa tunaonewa bila msingi yoyote, hakuna maendeleo yote yanayopatikana kwa vijana, ajira hakuna mambo mengi yanaendelea kwa sababu tunashindwa kuheshimiana, kwa sababu sheria ziko ovyo ovyo. Naiomba serikali ya Jamhuri ya Muungano ni kwamba issue sio Lema wala issue sio Lissu, issue si kiongozi yoyote wa Chadema, bali issue ipo katika utendaji wao wa majukumu yao ya kwenye huduma mbalimbali za Jamhuri ya Muungano, ikiwemo masuala ya huduma za afya, ajira na kila kitu. Sasa najiuliza, Watanzania wengi tunakwenda na no reform no election. Watanzania wengi tunakwenda no reform no election. Utakamata wangapi? Utapiga wangapi? Na labda niseme tu, wale watu ambao mnawapiga kule, kumbukeni kuna watu wako nyuma. Iko siku tukisema tunaanza hapatopatikana mwafaka. Hilo mlijue wa Tanzania. Na mjue wale mnaowapiga pale, nyuma yao wapo watu wana hasira zaidi, lakini wakati mwafaka utafika na mtakuja kuona. Na mtazuia wangapi jeshi la polisi? Mtazuia wangapi? Mtawaonea wangapi? Mmekamata Mdude, hajulikani alikokwenda na mmepiga. Leo kuna Amani Buruga, tunapata nafasi naye, tunapata habari naye. Tayari mwenyekiti mwenzetu wa vijana tulikuwa tunapambana wote kuhusiana na masuala ya Tanzania, masuala mbalimbali Soka, naye mmekamata. Nataka nimwambie Mama Samia, nataka niambie Tanzania, nataka niwaambie vijana wa Tanzania, hatutokubali kwa haya yanayoendelea. Leo wale mnaona mnawapiga na Mwaipaya, huku nyuma kuna watu wana hasira balaa. Kumbukeni wa Tanzania ni wale wanaopigana kwa ajili ya shilingi 50. Yaani tumekorofishana wenyewe kwa wenyewe, tunapigana kwa ajili ya shilingi 50. Kwa hiyo haya yanayoendelea mkumbuke, hatutoyafumbia macho. Tuko macho nayo, na siku tukija kuanza mtalikamata mie Evans Mwagama, mtawaacha hawa. Watoto wenu wataishi na hawa. Wanapita na magari yenu na magari yao, hawa wapo. Mtamkamata Evans Mwagama, lakini siku tukija kusema sasa hii Tanzania tunakwenda kukichafua, walai nakwambieni tutakuwa tayari kwa lolote litakalotokea. Msione mnampiga Mwaipaya mkajua labda Mwaipaya is over. Tuko watu huku nyuma wengi tumeachoka maisha ya Tanzania. Maisha ya vijana wa Tanzania tumeachoka. Ajira hakuna, kazi hata hizi ajira ndogo tunazozipata maana yake wanashindwa kuzisimamia. Niwaambieni, issue sio Lissu, issue sio Lema, issue sio Mwaipaya, issue sio kiongozi wote wa taifa, bali namna ya mnavyoendesha maisha ya Watanzania. Tumechoka. Mje na Evans Mwagama mkamata. Na nakwambieni, ni makamu mwenyekiti ni kaimu mwenyekiti Temeke. Tuna moto zaidi ya ule na hakuna atakayerudi nyuma. Mama Samia Suluhu, wanaokushauri kwamba issue ni viongozi wakubwa, waambie wanakudanganya. Issue ni utendaji wao wa kazi.
Tumechoka kama Watanzania kuona tunaonekana kama wenda wazimu. Mimi na timu ya vijana wenzangu nafikiri tutapambana na tutailinda Chadema mpaka mwisho wa maisha yetu, kwa maana ya kwamba akitokea kiongozi mbovu tutamweka pembeni, na hili gari limewaka linaondoka. Hakuna kijana mzalendo atakaye kwenda kwenye upuuzi wowote. Hakuna Chadema atakaye kufa. Ukitaka nchi hii iwe na amani, nenda kwenye misingi ya haki ya vijana, nenda kwenye misingi ya haki ya ajira, nenda kwenye misingi ya katika kila sekta, ndipo nchi hii mtapata amani. Mtamkamata Mhagama, wengine watabaki, tutaendeleza. Na tulioko nyuma ni balaa kushinda wale mnaoona. Baba, siku tukisema tunaanza, moto wake hautakuwa huu ambao mnaujua. Na si Watanzania si waoga kama vile mnavyojua. Si Watanzania si waoga kama vile mnavyofikiria. Itafika mwisho haya mambo na tutakuja kuambiana. Tuheshimiane. Kiongozi, tekeleza majukumu yako kimaadili. Sisi sio wewe. Tunafahamu kuna utandawazi sasa hivi. Tunafahamu. Si ndio Watanzania wenzangu? Issue sio Lissu, Mama Samia. Issue sio Lissu. Issue ni utendaji wako wa kazi wa nchi. Issue ni mifumo yako ya utawala. Tunaonekana wengine kama tuna akili. Mtu anaweza akasema tu tunatoa hoja zetu, mtu anaweza katokea tu akasema si ukaishi Burundi. Unamwambia nani ukaishi Burundi mzee? Tunaumia na haya yanayotokea. Hilo mlijue. Tunaumia na haya yanayotokea. Mimi na vijana wenzangu hapa tunaumia na yote yanayotokea. Tendeni haki, tutakuwa pamoja. Lakini si hivi ambavyo mnavifanya. Asanteni sana. Na mjue kitu kimoja. Sisi si wajinga. Siku tukija kusema tunakwenda, rafiki yangu, hakuna tena mstari mtume hapo. Nawaambieni tuko tayari kwa yote. Na wakumbushe tena, Mtanzania huyu mnaomuona ndio yule anayopigana kwa ajili ya shilingi 50. 50 tu. Sasa jiulize, anapigana kwa ajili ya 50 au anapigana kwa sababu kakosa heshima katika ile udaiji wake wa 50? Hilo ndio la kujiuliza. Asanteni sana. Nimemaliza.